Ndani ya ofisi ya mkuu wa kijiji tunakutana na mwamba anatambulika kwa jina la Sriram. Huyu ndio ambaye wanakijiji walikuwa wamemchagua na kumwaminisha ili aweze kuwakilisha serikalini. Anaingia mtu mmoja ambaye alikuwa anahitaji kuweza kusainiwa karatasi, kwani mtu huyu alikuwa anahitaji aweze kujenga kiwanda cha simenti. Sriram anakataa kusaini hizi karatasi, japokuwa huyu mwamba alimpatia kitita kikubwa sana cha pesa. Mkuu huyu wa kijiji alikuwa hapendi kabisa mambo ya rushwa, lakini pia alikuwa anapenda sana kufuata haki na kuweza kutenda mambo ambayo yatawasaidia wananchi. Na huyu mwamba alikuwa na familia yake ya mke mmoja alikuwa anatambulika kwa jina la Utara, pamoja na kijana wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Bitu. Mama yeye alikuwa ni mkorofi sana, tena alikuwa ni mtu ambaye yuko radhi kuiba ili mradi tu familia yake iweze kuishi maisha mazuri, lakini pia hata kwa mtoto naye alikuwa ni mkorofi sana. Kwanza shule alikuwa apendi, lakini pia alikuwa yuko radhi kuweza kufanya matukio ya ajabu ili mradi tu apate content nzuri ambayo itamuingizia viewers wa kutosha. Halo, mchizi leo anasimamishwa na walasembe wakiongozwa na mwamba mmoja anayetambulika kwa jina Vikram, mtu ambaye alikuwa anapenda sana totos. Kwanza picha linaanza, alikuwa anatembea na bimdada mmoja ambaye alikuwa ni mke askari mwenzake. Mchizi yeye alikuwa hajali kabisa ili mradi tu aweze kuloweka kamba. Halo, anadai kuna msafara, lakini akamwachilia bimdada mmoja ambaye alikuwa ni mrembo. Mtaalamu wetu Sriram akaja juu, na hii ikapelekea ugomvi baina ya askari pamoja na huyu raia, lakini kwa kuwa kila mmoja alikuwa na rekodi hili tukio, hivyo Vikram akaamua kufunika kombe na kumwacha mchizi aweze kuishia zake. Halo, Sriram mpaka sasa alikuwa anaendelea kujifunza udereva na mwalimu wake leo anamueleza, wewe sasa tunaendelea kumaliza mwaka, kila siku katika uendeshaji wako unaishia tu gia namba 2. Hivyo mchizi anamueleza aende akaombe gari la Plasad aliendeshe, yeye amechoka kumfundisha. Halo, leo tunafika kwa mtu mashuhuri anaitwa Timapa. Huyu jamaa alikuwa ni mtu wa siasa, anakutana na mwamba anayetambulika kwa jina Prasad, anampatia begi lenye pesa na kumweleza hii ni zawadi ya waziri, inabidi mfikie kwa wakati, lakini pia hakikisha unaondoka mjini na mtu yoyote asitambue ni mahali gani unaelekea. Halo, Vikram wakati wa jioni baada ya kula mzigo wa mke wa afande mwenzake bwana, nje anakutana na kijana mmoja na kumshtukia, kisha anamnasa. Baada ya kumpeleka kituoni na kumtembezea kichapo cha kutosha, kijana ananyosha maelezo pale mtaani wakati wa usiku alikuwepo anafanya nini. Kuna pesa ambazo alikuwa anahitaji kuzichukua na kuzipeleka kwa waziri Mlasembe ambaye alikuwa kakosa hata pesa ya kununulia dagaa. Safari inampeleka mpaka kitaani, lengo ni kwenda kuzichukua zile pesa, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri bwana si akaona wowo la bimdada Utara, mke wa mtaalamu wetu Sriram, moja kwa moja akaingia mpaka humu ndani. Lengo lake lilikuwa ni baya, lakini hakujua kabisa hii familia aliyokuwa kaingia bwana ilikuwa sio ya kawaida. Halo, Prasad anamweleza Sriram anaondoka hapa mjini, anaelekea kwa baba mkwe wake kwenda kula sherehe ya mwaka mpya, kwani kipindi hiki ndiyo cha kwenda kula bata bwana. Mchizi baada ya kufika nyumbani anamkuta mke wake akiwa kachoka hoi, yani wala hajielewi, lakini pia pembeni yake ambapo kulikuwa kuna sofa la familia bwana alikuwa kaka afande, katika paji lake la uso kulikuwa kuna tobo la risasi. Halo, baba mtu anashangaa zaidi baada ya kuweza kumwona kijana wake akiwa kashika mtutu wa afande, lakini pia anaambiwa ya kwamba kijana huyu ndiyo kahusika kwenye haya majambo. Mwamba akabaki mdomo wazi. Je, akiwaeleza wananchi watamuelewa? Ungali siku ya jana aligombana na afande na watu wakiwa wanashuhudia. Halo, mama anamweleza mzee ya kwamba bwana fanya juu chini kijana asije akagundulika ya kwamba yeye ndio muhusika. Endapo kijana huyu na umri huu akielekea gerezani bwana, future yake itakuwa imeharibika kabisa. Kama familia ili waweze kuondokana na huu msala, njia ilikuwa ni moja tu, kuweza kuteketeza huu mwili. Halo, sasa watawezaje? Mchizi anamweleza mke wake ngoja akatafute sehemu ya kwenda kufanya hili tukio, lakini mama naye anamweleza mwamba ya kwamba ngoja andae michanganyo ambayo itasaidia mwili huu usiweze kutoa harufu. Waziri anampigia timu hapa na kumweleza mbona zawadi yangu ya begi bado sijaipata mpaka muda huu bwana. Mchizi akaanza kuchanganyikiwa, lakini pia akawaita vijana wake wawili. Mmoja kati yao baada ya kumpigia yule kijana ambaye alikuwa akakamatwa na afande bwana, kijana simu yake ilikuwa haiti kabisa, kwani mwamba alikuwa yupo gerezani, lakini pia timu adai ikabidi awapatie kazi vijana wake waende kwa Prasad kwenda kuchukua lile begi la pesa. Halo, mzee wa kazi Sriram baada ya kuzunguka kutwa nzima bwana anarudi nyumbani. Cha kushangaza nakutana na nyomi ya watu. Lo, chizi kidogo moyo kaanza kwenda mbio. Kunani? Baada ya kuingia upande wa ndani, mke wake anamweleza bwana, ilibidi tu niweze kuwaita wananchi waweze kunisapoti, kwani nilishindwa kabisa kukaa peke yangu pamoja na huu mwili, lakini wao hawatambui kitu gani kinachoendelea, kwani niliongopea kwamba mimi nina mimba. Halo, Ramu na mke wake wakati wa jioni wakawa wanajiandaa kutoa huu mwili, lakini ghafla akasikia mlango unagongwa. Baada ya kwenda mlangoni anakutana na maskari polisi, wanasema bwana umetumwa kuja kupiga doria ndani ya hili eneo, kwani kuna vurugu nyingi sana zinazoendelea kutokana na sikukuu ambayo ipo mbele yao. Lakini pia maafande wanaingia muundani, anamweleza
kumweleza mwanadada aweze kuwapikia chai. Halo. Afande anatulia pasina kujua kwamba kwenye hilo sofa nyuma yake kuna mwili wa afande mwenzake. Halo. Hiki ni kipengele. Machizo anapatiwa chai na kuondoka, lakini mtaalamu wetu Ram pamoja na mke wake anaamua kuchukua ule mwili na kwenda kuweka katika gari la mtaalamu wetu Prasad. Anaenda mpaka katika eneo ambalo alikuwa anahitaji kwenda kutupa, lakini baada ya kufika anakuta kuna maskari kibao, lakini pia anaelezwa kuna mtu ambaye ameweza kutoa uhai wake ndani ya hilo eneo. Ram akavurugwa, lakini kidogo akapata matumaini baada ya kusoma habari moja katika gazeti kisema ya kwamba eneo la Mitori kuna sehemu ambayo huwa wanateketeza miili ya watu ambao walikuwa hawana ndugu. Ram kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka anasimamishwa na mwalimu wake. Mwalimu anashangaa sana, mchizi katoa wapi gari ya Prasad, lakini pia alikuwa anaelekea maeneo gani? Halo. Vijana wa Timaba wanaelekea mpaka kwa Prasad na kuweza kukuta lile gari halipo. Baada ya kumpigia mchizi simu, hakika alivurugwa sana, lakini pia baada ya kufanya uchunguzi wa kina wakagundua moja kati ya kijana wao yupo gerezani. Kijana huyu baada ya kumfuata gerezani akawaeleza ukweli mzima ni kitu gani ambacho kimeweza kumkumba. Machizi moja kwa moja wakatambua mzigo wa waziri utakuwepo ndani ya gari la Prasad, gari hili ambalo kwa sasa mtaalamu wetu Ramu pamoja na familia yake wanaondoka hapa kuelekea Mitori. Halo. Machizi wakiwa njiani wanakutana na mtu mmoja anatambulika kwa jina Ragavu. Mtu huyu alidhani ya kwamba ameweza kumsababishia ajali, lakini mzee mzima alikuwa kalewa, na kwa kuwa huyu mwamba alikuwa ni mtu wa sanaa za majukwaani, hivyo baada tu ya kuweza kumwona mchizi pamoja na familia yake akaanza kueleza yeye yupo katika misheni maalum ya kumtafuta askari ambaye amepoteza maisha kwenye nyumba ya mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa akagombana naye. Vitu ambavyo alikuwa anavieleza vilikuwa vinaendana kabisa na situation ambayo familia hii walikuwa wanapitia kwa sasa. Utara akampiga chupa ya kichwani, mzee akazimia. Machizo akaendelea na safari. Mke halali wa mtaalamu wetu Vikram anafika ndani ya kituo cha polisi kumtafuta mume wake, lakini maskari wote wakaweza kucheka, kwani walikuwa wanatambua tabia ya mchizi, alikuwa ni mzee wa kuluka na majoka. Halo. Mwalimu wa driving anaenda kwa mtaalamu wetu Timada na kumweleza kwamba amefanikiwa kuliona gari la Prasad akiwa anaendesha mtaalamu wetu Ramu, na kwa sasa wapo njiani kuelekea Chitori. Bwana mzee akawapigia simu vijana wake na kuwapatia hizi habari. Machizi wanaingia kitaani, lakini pia upande wa pili kwa maskari polisi wanampatia kazi ya kwenda kumtafuta Vikram, askari mmoja mchovu, askari mmoja ambaye alikuwa na mustache. Afande katika uchunguzi wake moja kwa moja akaanza kuhisi ya kwamba huenda familia ya Ramu ikawa imehusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kumficha mtaalamu wetu Vikram. Halo. Tajiri akiwa tambui hili wala lile, safari inaendelea. Wanafika sehemu moja, wanasimama kwa ajili ya kuweza kupata chochote kitu, lakini ghafla anasikia mtoto mmoja akisema mbele kuna checkpoint ya maskari polisi. Mwamba pale anampigia simu rafiki yake ambaye akamwelekeza sehemu ambapo alikuwa anapatikana watu ambao hufanya kazi ya kulia kwa kukodiwa msibani. Mchizi akafanikiwa kuweza kuwapatia mwili wa askari polisi ambao waliubeba juu na kuweza kupita kwenye checkpoint na wao kwa kutumia gari lao. Baada ya kufika kwenye checkpoint, mafande baada ya kupiga msako hakufanikiwa kupata chochote kitu ndani ya gari la mtaalamu wetu Ramu pamoja na familia yake. Halo. Ragavi baada ya kuamka akamweleza mchizi ya kwamba yeye ni mtu wa sanaa za jukwaani, lakini pia huwa akilewa basi huwa anaongea maneno mengi sana ya ajabu ajabu. Mzee huyu baada ya kufika eneo ambalo alikuwa anakwenda ikabidi ashuke. Prasad hapa anapigiwa simu na askari polisi pembeni akiwa kakaa yule Mr. Mustach. Anaulizwa kwamba je, Vikram alifika nyumbani kwako siku ya jana, lakini Ram anakataa, anasema ya kwamba yule jamaa kufika kabisa nyumbani kwangu, lakini pia hawezi akaja nyumbani kwangu. Kama jinsi mnavyoelewa, siku chache zilizopita mimi na yeye tuligombana, lakini ninasikia yule jamaa alifika nyumbani kwa jirani yangu anayetambulika kwa jina Prasad. Halo. Mke akaanza kushtuka, lakini safari hii haikwenda mbele kidogo, kwani mtaalamu wetu akagundua ya kwamba mafuta yameisha ndani ya gari. Anamweleza mke wake amsubiri hapa, ngoja yeye aende akachukue mafuta, lakini mke pamoja na mtoto ghafla anashangaa. Wanaona vijana wa Tima hapa wamefika hapa akidai funguo, anadai ya kwamba hili lilikuwa ni gari lao. Halo. Mume baada ya kurudi anakuta hapa tupo anapatiwa hizi taarifa, hakika akavurugwa sana, kwani akatambua moja kwa moja huenda ukawa ni msala, kwani wale machizi walikuwa watambui ndani ya buti kulikuwa kuna kimeo. Halo. Ragavi sehemu ambapo alikuwa akaenda kupiga dili anaelezwa hakuna kazi yoyote. Kipindi ambacho alikuwa anaondoka anafanikiwa kukutana na lile gari ambalo alikuwa nalo mtaalamu wetu Ram pamoja na familia yake. Mzee huyu kwa kutumia ujanja wake akafanikiwa kumshawishi huyu mwamba na kuweza kumchukua mpaka sehemu ambapo alipokuwepo Ram pamoja na familia yake. Halo. Tima hapa anapigiwa simu na kuelezwa gari lako limeshindikana kurudi, kwani Ram ametumia tena ujanja na kulichukua. Mzee anakasirika sana, lakini upande wa pili mtaalamu wetu Ram pamoja na mkewe safari
Safari inawapeleka mpaka Mituri. Bimdada akajidai kama vile anaenda kulia kutafuta mwili wa ndugu yake, lakini hapa alikuwa anamzubaisha tu mlinzi, huku mume wake akifanya kazi ya kuingiza ule mwili wa afande ndani. Baada ya misheni yao kukamilika, wakaondoka kwenda kupata chai na kujipongeza, wakitambua ya kwamba kila kitu kitakuwa kimeweza kusovika. Lakini wakiwa hapa, Ramu anapigiwa simu na mtu asiyetambulika ambaye anamweleza siri zote alizonazo juu yake, lakini pia juu ya kile alichokifanya yeye pamoja na familia yake kwenye maisha ya afande Vikram. Anamwambia mke wake pamoja na kijana waelekee nyumbani kwao, yeye kuna kitu ambacho anahitaji kuweza kukikamilisha kwanza. Jamaa alielezwa na yule mtu asiyetambulika inabidi apeleke kiasi cha rupia 100,000 ili siri ya mtoto wake isije kagundulika ya kumwangamiza afande Vikram. Mchizi akiwa na mawazo ya kutosha anarekodi ujumbe wa mwisho akikili mambo yote ameyafanya yeye na wala familia yake isije akahusika kwa jambo lolote lile, lakini pia anatoa mguu wa kuku, lengo lilikuwa ni kujiangamiza. Anashangaa sana, kulikuwa hakuna risasi yoyote kwenye chemba. Ram baada ya kuikagua hii bunduki akagundua hakuna risasi hata moja ambayo ilikuwa imetumika. Moja kwa moja akatambua mtu aliyemwangamiza afande Vikram hakuwa mwanaye bali alikuwa ni mtu mwingine. Akiwa hapa furaha ikiwa imetawala, Bitu tena anamtumia video nyingine ikionyesha rafiki yake mmoja akiwa na rekodi video, na katika upande wake wa nyuma ikionyesha moja kati ya afande ambaye alihusika kutoa maisha ya mtaalamu wetu Vikram akiwa anaondoka nyumbani kwa kina Ramu. Mchizi safari inampeleka mpaka ndani ya kituo cha polisi na kwenda kueleza kila kitu, lakini pia hapa tunapata kutambua ya kwamba kumbe mhusika halisi aliyehusika kuweza kuondoa maisha ya mtaalamu wetu Vikram hakuwa mwingine bali alikuwa ni yule afande asiyejiweza, afande Mustachi, na yeye ndiye ambaye alikuwa anamegewa mke wake na mtaalamu wetu Vikram. Mchizi anasema ya kwamba yeye baada ya kugundua hii siri alichukua jukumu mkononi la kwenda kumwangamizia mtaalamu wetu Vikram nyumbani kwa mtaalamu wetu Ramu ili aweze kumuuzia msara, lakini pia baada ya kufanya hilo tukio akaamua pia kumwangamiza mke wake. Ramu anautoa mwili wa Vikram ndani ya kituo cha polisi kama ushahidi ambao utatumika kumchukulia hatua kali afande huyo aliamua kuweza kuchukua hatua mkononi. Lakini pia yeye pamoja na familia yake wanapata nafasi ya kuanza maisha mengine yenye furaha tele. Bwana, hapa ndio unafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.